Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama tunavyojua kwamba hii ni wiki ya uinjilisti, Wanamzumbe tumekuja mtaa wa Mlali kwa ajili ya kuja kujiunga pamoja na wanakeketi wenzetu kulitangaza neno la Bwana. Kwa ufupi naweza nikasema kwamba kwanza ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kupata kibali hiki, maana sio wote wangeweza kufanya. Kwa neema ya Mungu tumeweza kutembelea watu wengi na nimebarikiwa kabisa. Unakutana na watu wengine ambao hawajui kabisa habari za Kristo. Unaanza kumuelezea Kristo nani, anafanya nini kwenye maisha yetu. Kwa hiyo nimebarikiwa kuwafikia watu ambao tumewafikia. Ni agizo la Mungu pia kwa kutangaza habari zake kwa watu ambao hawamfahamu, lakini pia tumewafikia watu kwa wengine tumewakuta wanamfahamu Yesu Kristo. Tumewakumbusha pia maisha matakatifu, kukaa kwenye pendo la Mungu na kuendelea kumhubiri huyu Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani kwa ajili yetu. Hakika tumemwona Bwana kwa sababu tumegundua kuna changamoto kubwa ya watu wako majumbani na hawajapata kufunguliwa katika nguvu za giza. Wengi wamevamiwa na mapepo, wengi wamevamiwa na ushirikina. Maana kuna wakati tumekuta hata watoto wameamka asubuhi wamechanjwa chale, ikabidi tuingie katika huduma ya maombezi. Lakini tukuta wagonjwa wengine wanahitaji ushauri tu wa lishe bora. Basi tumewaendea na tumeweza kuwashauri na kuwaombea, basi ikawa wiki ya baraka kabisa. Hii ni wiki ya uinjilisti katika mtaa huu wa Mlali. Kama tunavyoona, hili ni grupu la pili katika waliotoka kwenye grupu hili la uinjilisti. Labda nipende kukuuliza kaka, je, ni nini umejifunza katika siku ya leo kwenye huu uinjilisti? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nipende kusema tumejifunza mengi kama timu ambao tuliondoka mahali hapa kwenda kupita nyumba kwa nyumba kwa ajili ya Injili. Tumejifunza mengi. Tumeona jinsi watu wanavyoishi, jinsi watu wanavyomtegemea Mungu, lakini pia na jinsi watu ambavyo wanazidi kumwamini Mungu. Tumepita nyumba nyingi, lakini miongoni mwa nyumba ambazo tumepita tumekutana na watu wakihitaji msaada wa kimaombi, kimawazo na vitu vingine, lakini hivyo tunamshukuru Mungu tumevifanya. Katika mfululizo wa magrupu yaliyofanya uinjilisti, hili ni grupu la tatu. Na kuja kwako kukuuliza, je, kupitia uinjilisti uliofanya siku ya leo, je, unaona kuna umuhimu wa kuendelea kufanya uinjilisti katika mtaa wa Mlali? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza kwa majina naitwa Seth Roger Zilomba, ni miongoni mwa washirika waliopata nafasi ya kujumuika na kundi C kwa lengo la kueneza injili katika mtaa huu wa Mlali na eneo la sokoni pale. Nikienda moja kwa moja kwenye swali uliloniuliza, ningependa kusema kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kueneza injili katikati ya watu wanaoendelea na shughuli zao za kila siku kama wafanyabiashara, wakulima na wengine. Lakini tunahitaji kuongeza nguvu zaidi, kwa sababu wakati wa ziara yetu tumegundua kwamba watu wengi wanaendelea na shughuli zao, lakini uelewa wao wa umuhimu wa kumfahamu Mungu kwa shughuli zao za kila siku ni mdogo sana. Changamoto zinaweza kukutana nazo, kuna watu wengine unafika pale unaomba kusalimiana nao, mnasalimiana, lakini ikifika muda wa maombi wengi wanakataa maombi. Kwa hiyo inaonyesha ni jinsi gani watu bado hawajafunguka kwenye wito wa kumjua Kristo zaidi. Endelee kuwatia moyo kwamba mwaka huu tumefanya, lakini mwaka ujao tutafanya zaidi. Amen. Waswahili wanasema tuko kwenye majaribio, lakini mwakani tutafanya zaidi. Kwa tuna muda mfupi, lakini tunamshukuru Mungu muda wetu. Kumbe kwa Mungu hakuna muda mfupi, ila muda kwa Mungu ni wa maana sana kuliko tunavyofikiri. Amen. Amen. Niwashukuru sana na niendelee kuwatia moyo. Maneno mengi nilikuwa naandika, lile neno la kusimamia mwenyekiti amelisema vizuri sana na tulishike, ni neno letu, na Mungu ameshatupa neno lingine la mwakani. Wale ambao mlikuja kanisani nililitamka, Mungu alinipa neno lile nikalitamka kanisani, lakini ukifika mwezi wa 7 tutalitamka ili tuendelee kuliombea la mwakani. Lakini Mungu alilotupa mwaka huu ambalo tunatembea nalo, hata kama ukitumwa kwenda mahali popote, umetoka Mzumbe, umetoka Mlali, umetoka Kipera, umetoka Kilimaewa, umetoka Sayuni Mindu, umetoka wapi, unasema sisi neno letu ni hili. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 15 mstari wa ngapi? Nanyi jipeni nguvu.
wala mikono yenu kwa maana kazi yenu itakuwa na nini? Na sisi tunaitika, tunasema nasi tunaitika, tunasema nasi yani, ukimtia moyo ukamwambia na wewe usilegee, mtumaini Mungu, unatembea katika mahubiri mazuri sana na ya kumvuta Mungu na kumkaribisha aje kanisani. Anasema na mimi silegei. Yako matunda mtakuja kuyaona siku moja mtayaona, na ninaamini wale ambao mnasema muda mchache, wale tena bahati nzuri ni vijana wangu wote mliosema muda, wote ni vijana wangu. Nimefurahi sana mmesema muda ni mchache, kumbe mnahitaji muda wa kushuhudia eti kwa hiyo yani wiki moja nitakuwa na watuma huku muje. Simeshaona mahali pa kwenda kufanya kazi, kwa hiyo nitawatuma mje kufanya kazi huku. Kwa hiyo mwende mmebeba hilo kwamba kumbe ninyi mnataka, mmeona muda ni mchache wa siku moja. Kwa hiyo kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili mtakuwa mnakuja huku na watuma, nendeni Mlali, nenda wapi kwenye mitaa yote tutakayokwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitanyanyuka tena, hata kama mizizi yangu, hata kama nimeondolewa kitu chochote ambacho Baba alinipa, hiyo kwa harufu ya maji ile, kuona ninapumua na ninatembea, liko tumaini katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui ila nachojua kwangu umetenda. Mtu wa makabila mengine sikustahili haya uliyonitendea, wengine sijui wanaona nini, ila mimi Bwana